Naam bwana, baada ya zile voice kuvujishwa na Rita bwana, wadau huko mtandaoni bwana wameanza kumwandama kweli kweli yule mdogo wake Diamond ambaye anafahamika kwa jina la Eddy Santos, ambapo Eddy Santos bwana ndiye aliyetumwa na Diamond kwa mujibu wa zile voice pamoja na maneno ambayo Rita ameyazungumza akiwa kama mchepuko wa Diamond. Ni kwamba Eddy alikuwa ametumwa na Diamond kama kaka yake aende akambembeleze Rita waweze kurudiana na Diamond. Sasa Eddy Santos bwana alivyoenda kwa Rita kule akaanza kujilimbwa sana kuzungumza kwamba Zuchu hajaolewa pale, hakuna ndoa, Diamond anampenda Rita na wanataka warudiane, na yeye ameagizwa aende akamtafutie nyumba Rita, apangishiwe nyumba yani na Diamond. So ni vitu ambavyo kiukweli alivyovizungumza huyu Eddy Santos alikuwa nadhani ajui kama anarekodiwa, lakini ndio hivyo, kumbe Rita alikuwa na rekodi and then amekuja kuposti. Sasa kitendo cha Rita kuposti bwana, wadau wamemnoti Eddy Santos kama shemeji yule, yani shemeji mnafiki, kutokana na kwamba tunafahamu kwamba Eddy Santos kipindi ambacho Diamond yuko na Zuchu mpaka sasa hivi ni kwamba Eddy Santos alikuwa anamsupport Zuchu kama shemeji yake, mixa kumposti, kumuishi, kumtakia kila laheri, kumfariji Diamond na Zuchu pia kwamba mapenzi yao yatafika mbali na vitu vingine kama hivyo. Lakini kumbe behind the scene huyo tena Eddy Santos ambaye ameonekana kama vile anamsupport Zuchu, na ndio huyo pia alikuwa kumbe anaenda kumrekebishia tena Diamond kwa mchepuko. Kwa hiyo Zuchu kwa namna moja au nyingine bwana, nadhani atakuwa anamuona kabisa kwamba Eddy bwana ni mnafiki, yani ni shemeji mnafiki kwa namna moja au nyingine. Na hapa bwana, wadau huko mtandaoni bwana wameanza kuposti wamezirudisha kwenye mitandao au wameanza kuzisambaza tena zile posti za Eddy Santos ambazo alikuwa anamposti bibie Zuhura. Yani kuna hizi posti za Eddy alikuwa anamposti Zuchu kama shemeji yake. Kwa mfano hapa kuna posti Eddy Santos ameiposti siku chache zilizopita akiwa ameandika pale, ilikuwa ni birthday ya Zuchu, akaandika pale happy birthday mchumba Zuchu, oya ameandika oya chi ya taifa, alafu akasema kwamba Diamond Platnumz leo kimwagike kibao kata. Hiyo ni posti ya Eddy Santos akiwa anamuishi happy birthday Zuchu na kumshauri Diamond afanye sherehe ya kibao kata. Lakini pia vile ni kwamba baada ya hizo voice note kusambaa tu ni kwamba Zuchu amemblock Eddy Santos, which means kwamba Zuchu amemind hii issue ambayo inayoendelea. Ni kwamba Zuchu amechukizwa nayo, hajaipenda, hajapendezwa nayo, amekasirika. Kwa hiyo bwana tayari ameisha mblock. Kwa hiyo kuna watu hapa wanasema kwamba bwana Zuchu inatakiwa tu ajue kwamba apendwi bwana, lakini ukimwambia huaga na tabia ya kublock. Sasa mashemeji wamedhihirisha kwamba kaka yao ampendi, lakini ndio hivyo bwana, ukipita katika peji ya Zuchu Eddy Santos hayupo katika following wala followers, which means kwamba ameshapigwa block. Lakini kingine ambacho kimemeki headline bwana huko mtandaoni ni kwamba kuna wadau mbalimbali ambao wamejitokeza na kulizungumzia swala hili bwana. Kuna watu hapa wamekuja kulizungumzia hili swala wakisema kwamba bwana Zuchu sio type yako, sio size yako bwana, sio lika lako na wala sio ndugu yako. Kuna watu hapa wamekuja kumsapoti Zuchu na kudai kwamba Rita kile alichokifanya sio jambo la busara wala halipendezi hata kidogo. So hapa nataka usikilize kidogo baadhi ya watu waliokuja kuweka maoni yao kuhusiana na hili sakata ambalo linaendelea huko mtandaoni baina ya Zuchu, Rita pamoja na Diamond. Hello guys, mimi nataka tuongee, tupige story. Labda mimi ndo sielewi, mnishauri, mtoe maoni yenu. Kwani Rita ni ana shida gani? Yaani
kwamba ni hawezi kutrend bila kumuingiza Zuchu kwenye masuala yake. Yani hawezi kwenda duniani, yani niseme sisi kwenda mjini bila kumtukana yule dada, kumtukana Zuchu. Mbona Zuchu ni mdada mmoja very humble. Na ukiangalia wewe hata robo ya maisha ya Zuchu huna. Yani robo ya maisha ya Zuchu wewe huna. Yani hujamzidi Zuchu uzuri, hujamzidi Zuchu kuvaa, hujamzidi Zuchu hela, hujamzidi Zuchu sauti, hujamzidi Zuchu nyota chochote. Sawa, ili sijaona chomzidi Zuchu kwamba eti kwamba wewe ukikutana na huyo bwana wake au mkikaa na huyo bwana wake kama bwana wake tu anakufuata na kutuma nini kwenye message zako mpaka yani lazima umuingizie. Kwa nini dada shikose kitu gani kikubwa sana? Yani wewe kuolewa na Mondi na kubwa sana. Ungekuwa ni wewe ungeolewa. Sio tu kuolewa, umeenda huko kipindi kile umekuja umetutrendisha hapa umetrend ule mimba ya Mondi ananilipia kodi Mondi moja bitatu. Mbona hata tangazo la sabuni ukupata kama ulikuwa na nyota? Hata tu tangazo la kutangaza penseli ukupata. Kwamba jamani, huyu anaingia town. Yaani ameingia town tumtumie. Yaani hujamzidi Zuchu uzuri, hujamzidi Zuchu kuvaa, hujamzidi Zuchu hela, hujamzidi Zuchu sauti, hujamzidi Zuchu nyota chochote. Kwenye message zako mpaka yani lazima umuingizie. Kwa nini dada shikose kitu gani kikubwa sana? Yani wewe kuolewa na Mondi na kubwa sana. Ungekuwa ni wewe ungeolewa. Sio tu kuolewa, umeenda huko kipindi kile umekuja umetutrendisha hapa umetrend ule mimba ya Mondi. Tangazo la kutangaza tu karanga sehemu hujapata. Kwa kama ukiona wewe maisha yako mpaka umeingizie Zuchu ndio uingie mjini. Dada una kazi ngumu. Una maisha magumu. Unajua una maisha magumu. Wewe kama ndugu zake mmoja anakufuata sijui ni Mondi mwenyewe anadili naye yeye kama yeye. Chana na mdada wa watu wewe. Chana naye kabisa. Mtu akikaa kimya unaona kama ni mpumbavu. Kuna wakati mtu akiwajibu unaona kama anajuta. Hebu achana nini bani? Achana hizo misho. Yaani unafanya mambo yafu ni ushamba. Achana ushamba ni ulimbukeni. Hivi unadhani hakuna wadada wanatongozwa huko na huyo kaka? Wapo kibao. Unaona amepost Insta story. Yaani hii kujiuliza kwenye ile video victim ambaye kwenye nyimbo ya Yatapita ni anapendwa. Ana mdomo. Anapendwa hana mdomo. Hana mambo mengi, sio limbukeni. Sio limbukeni kama wewe. Ile pamoja na limbukeni wote, midomo yote, kushakunaku wote. Lakini bado nyota huna dada. Huna nyota. Hata mjini uingie kwa vigoma nyota huna wewe Lita. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.